Katika kanda Ziwa, majadiliano yalifanyika Mwanza yakishirikisha wadau kutoka mikoa ya Mwanza, Kagera, Mara na Geita. Mgeni rasmi alikuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza Bwana Evariste Ndikilo. Katika hotuba yake aliwakumbusha washiriki kwamba katika karne hii maendeleo yanategemea ujuzi, teknolojia na ubunifu. Alisema Tanzania inatarajia kuwa ifikapo 2025 watu wake watakuwa na kipato cha jumla cha dola 5,000 kutoka dola 500 za sasa. Alisisitizia umuhimu wa Tanzania kutumia vizuri rasilimali zake kama Ziwa Victoria. Ikilinganishwa na Kenya na Uganda, mapato ya uvuvi Tanzania bado ni madogo. Aliwasihi washiriki kuchangia kikamilifu kwenye zoezi hili la kuweka malengo mapya baada ya 2015. Tutoke kwenye 18.4 kama nchi tufike kwenye 30% mwaka 2015 ya population ya wananchi wetu wawe na umeme. Wizara ya Nishati na Madini inasema ifikapo mwaka 2015 ni lazima iwe imezalisha megawati 2780. Sasa tuna mifugo mingi tu kama mkoa. Tuna milioni 1 kama na 300,000 ng'ombe. Lakini tuna rasilimali hiyo ya mifugo. Je, tuna viwanda vya maziwa? ESRF katika utafiti wenu, mnadhani tutumie hii rasilimali vipi? Lakini pia ni lazima tufanye kazi, tuwe na utamaduni wa kufanya kazi, kuchapa kazi. Na kazi hizi sio lazima iwe ni maofisini. Sio lazima wote tuajiriwe serikalini, sio lazima wote tuajiriwe kwenye makampuni binafsi. Fursa zinatengenezwa na serikali, azaki na watu binafsi. Lakini tuwe na utamaduni wa kujiajiri. Sawa sawa. Sio tukae tu tunaanza kulalamika. Hakuna ajira, hakuna kazi, hakuna nini. Tumekaa kijiweni. Inakuwaje Mchina anatoka anakuja yeye anapata ajira, anapata na soko? Ndugu washiriki, Tanzania imepiga hatua nzuri katika kutekeleza makubaliano hayo ya mikakati ya ukuaji wa uchumi na kupunguza umaskini. Hii ni kutokana na mipango ya milenia ya kuwa katika mikakati ya kitaifa ya dira ya maendeleo 2025, mkukuta kwa Tanzania bara, na 2020 mkuza kwa Tanzania Zanzibar. Dira zote zinalenga kuibadili Tanzania kutoka katika nafasi iliyopo ya nchi zinazoendelea na kuiweka katika nchi zenye kipato cha kati kama nilivyosema. Nachukua fursa hii kuwakaribisha rasmi katika mjadala huu na kuwaomba mshiriki kikamilifu ili tuweze kupata kile tunachokihitaji katika kuleta maendeleo nchini mwetu. Baada ya hotuba ya mkuu wa mkoa, mshauri kutoka ESRF Dr. Donatilla Kaino alitoa usuli wa malengo milenia. Aliwaambia kwa kuwa Tanzania na nchi zingine hazitafikia malengo milenia ifikapo mwaka 2015, ndio maana kuna haja ya kujadili hatima baada ya kipindi hicho. Wajumbe wa kamati ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa walipendekeza mashauriano yatakayojengea ajenda ya maendeleo baada ya 2015 yafanyike katika nchi 50, Tanzania ikiwa mojawapo. Mashauriano na mijadala ya kitaifa inaendeshwa na kufuata miongozo ambayo itazingatia muktadha wa nchi na jamii husika. Maeneo yanayolengwa na miongozo hii ni maelekezo ya mchakato, nadharia, uandaaji wa taarifa na matarajio ya program. Baada ya kuijadili mada hiyo, washiriki walikaa kwenye makundi matatu na kujadili nini kifanyike baada ya 2015. Kundi la serikali za mitaa liliwasilisha mapendekezo yao, kwanza kwa kutambua watu maskini kuwa ni wakulima wadogo, wajane, watoto yatima na watu wenye kipato cha chini ya dola 1 kwa siku. Matumizi mabaya ya rasilimali na mali za umma, magonjwa, mabadiliko ya tabia nchi na ufisadi umechangia kuongeza masikini. Kuna haja ya kuongeza huduma za kijamii na kutumia kilimo cha kisasa na kutoa elimu ya ujasiriamali. Ushirikiano kati ya serikali kuu, serikali za mitaa, asasi za kiraia na sekta binafsi ndio utawezesha watu kuboresha maisha yao. Tumeona kwamba mtu maskini anaishi chini ya dola 1, alafu anakuwa na malazi duni, hapati chakula bora na cha kutosha, alafu maisha yake yanakuwa ni mafupi, yani ile lifespan, alafu anakuwa pia na mavazi duni kwa sababu ya umaskini wake. Lakini pia swali namba 2 ambalo limesema makundi yapi ya watu wa aina gani
hawaishi maisha mazuri katika jamii utokayo. Kwenye kundi letu namba 1 tumeona ni wakulima wanaotumia jembe la mkono, pia wajane na yatima, kuna wanawake na watoto, wazee na walemavu. Hayo ndio makundi tuliona kuwa ni yale ambao hawana maisha mazuri. Lakini pia swali la 3 lilikuwa linasema ni kitu gani kimeyafanya maisha ya watu kuwa mazuri au kuwa mabaya siku za karibuni, na nini unadhani kifanyike kurekebisha hali ya kutoishi maisha mazuri. Katika kulifanikisha hilo, wewe unafaa kuwa na wajibu gani? Majibu yetu ni kama ifuatavyo. Hiyo A, mgawanyo mbaya wa rasilimali, lakini pia maradhi, mabadiliko ya tabia nchi, yani kuna kuwepo na hali ya ukame au mafuriko kutokana na watu kukata miti, yani hali ya hewa inakuwa imebadilika. Swali la 6 linasema ni mambo yapi katika jamii unayotoka unadhani ni muhimu kuyahifadhi au kuyaendeleza ili kuwawezesha watu kuishi maisha mazuri, si ndio? Ndio. Umesema amani na utulivu, inamaanisha kwamba amani na utulivu upo, tunahitaji kuendeleza tu, si ndio? Ndio. Kutumia mbegu bora katika kilimo, hicho kitu ni kitu kilichopo, tunahitaji kiendeleza au ni kitu tunachohitaji kuwa nacho sasa? Tunahitaji kukiendeleza kwa sababu tayari kimeshaanza. Sasa hizi kuna mashirika ambayo yanaanza kuandaa mbegu bora na kuhamasisha watu kuacha kutumia zile mbegu tu za kienyeji ili waweze kupata mazao mazuri. Asante, nashukuru sana. Basi tuendelee. Kundi la asasi za kiraia ilitambua watu masikini na sababu za masikini kuwa ni wakulima wadogo, wajane, watoto yatima na watu wenye kipato cha chini ya $1 kwa siku. Kwenye nini kifanyike, walisisitiza umuhimu wa watu kutambua haki zao, kuzilinda na kuziimarisha. Utawala bora na matumizi mazuri ya rasilimali yatawezesha kufikia malengo ya 2025. Tumeweka katika makundi maalum kwa ujumla wake watu wenye ulemavu, pia tukawaona watoto na tukaona wajane na yatima, na mwisho tukaona watu wanaoishi na VVU au ukimwi. Ndio mtazamo mlionao pia kwamba kwa mtu hata akiwa na pesa nyingi maisha yake tunadhani mazuri, lakini watoto wake hawawezi kuwa na maisha mazuri. Ndio mtazamo mlionao. Kundi la walengo wa asasi za kiraia liliona mfumuko wa bei za mahitaji makuu na zana za kilimo na bei ndogo za mazao kama tatizo. Walisema ufumbuzi ni mikopo yenye riba ndogo, serikali kuimarisha bei za mazao na kilimo cha kisasa. Jamii ipatiwe elimu ya kilimo bora na ujasiriamali. Wakulima na wafanya biashara wapatiwe mikopo kwa riba nafuu. Naomba mniambie sasa, mnashauri nini kikundi? Wote tuko Tanzania moja. Makundi mengine wanasema inaongezeka, makundi mengine wanasema inapungua. Naomba tuchukue dakika 2 kulitazama ili kwa pamoja wote. Inaonekana kwamba tofauti kubwa kwa sasa inazidi kuongezeka. Inazidi kuongezeka kwa sababu gani? Sio ile ya enzi za ujima nini na nini, kwamba gap ilikuwa kubwa, kwamba kuna mabwana na watwana. Kwenye majadiliano baada ya makundi kuwasilisha mapendekezo yao, ilionekana jamii haijaridhika na maisha katika maeneo iliko na pia haijaridhika na usimamizi wa serikali za mitaa kwenye miradi ya maendeleo. Washiriki wote walifurahia kitendo cha kushirikishwa kwenye zoezi hili la maoni na walielezea utayari wa kupanga mikakati ya maendeleo ambayo itaongoza maisha yao baada ya 2015. Kiwa na ushirikiano, nadhani kama upungufu utakuwepo. Sisi hapa kwenye vikundi tunataka tuwe na ushirikiano na watoto hao wasiosoma wajiendeleze, wa kina mama, wa kina baba, mazao ya kulima na biashara nyingine kusudi tuwasaidie watoto wetu na wakina mama wasiojiweza, wazee, walemavu
Kwa hivyo itaendana pamoja. Kama mama alivyosema kwamba wale vijana kijijini sasa hivi wameongeza kasi ya kutafuta nini? Ya kutafuta pesa. Kwa hiyo tofauti kafanya nini? Ikapungua. Ninaomba tu mliangalia hilo. Mimi sisemi kama imepungua au imeongezeka sasa. Ikawa ninatoa mfano, labda ni angalau kwa sababu na nyumba za nyasi zilizokuwemo vijijini siku hizi unaweza ukapita 2 za mabati na 1 ya nyasi. Hapo nikaona labda na kijijini wamepandamo ngazi, lakini sio kwamba wana kipato, ila kufanya kazi mpaka jasho ikawa damu. Kwa hiyo ule msigano kati ya aliyenacho na asiyenacho haupungui, unaongezeka. Haupungui, ila unazidi kupungua kwa asiokuwa nacho, kinapanda kwa yule alichonacho. Basi nakushukuru sana mama, asante. Wafadhili na wawekezaji. Wafadhili na wawekezaji. Ndugu Ayubu, mna cha kusema hapo? Watu ambao wana kipato cha juu na wana nafasi za kusemea kuongezewa vipato wanazidi kuomba waongezewe posho, lakini badala ya kulalamikia vitu vishuke bei, kwa sababu jinsi posho zinapozidi kuongezwa juu kwa watu hao wenye vipato, baadhi ya watu wachache lakini maskini ni wengi, kwa hiyo gap linazidi kuwa kubwa. Sisi kama sisi tumewachagua wakatutetee, vitu mfumuko wa bei unazidi kuongezeka na sisi hatuna uwezo, lakini wao wanadai waongezewe posho. Sasa sisi tutatetewa na nani? Tanzania imefanya vizuri katika maeneo mengi, ingawaje matokeo katika baadhi ya maeneo sio ya kuridhisha. Kwa mfano, uandikishwaji wa watoto katika shule za msingi umeongezeka toka 54% katika mwaka 2990 kwenda 59% katika mwaka 2000 na kuwa 97% katika mwaka 2008. Ningependa kukukaribisha uweze maneno machache na kufungulia. Lengo ni kufikia 19.5. Sasa utaangalia katika kipindi cha zaidi ya miaka 10 tumekwenda 5% tu. Je, muda uliobaki ambao ni miaka 3 tu imebaki, je, tunaweza tukaenda 10% zaidi ya 10 na kitu ambacho mimi naona itakuwa ni ndoto ya Linacha tu kwamba tutaweza kufikia, lakini tunaambiwa kwamba umaskini umepungua. Sisi tunachotaka usiwe kwenye maandishi, uwe katika matendo, kwamba mwananchi wa kawaida, je, anapata milo 3 kutwa? Je, mwananchi wa kawaida anaweza akasomesha bila kuomba ruzuku kutoka sehemu mbalimbali? Na haya yote ukiyajumuisha unagundua kwamba umaskini haujapungua. Yawezekana ni takwimu tu ambazo hazina ukweli au hazibebi ukweli ulioko kwenye uwanja wa mapambano. Ili umaskini utuondoke, kwanza ni elimu. Elimu ndio itaondoa mambo yote haya. Kweli naona elimu sasa hivi ni nzuri, tuna mashule mengi tu, na kwa kweli kuandisha kwa watoto shule za awali, na ni kweli serikali imefanya kazi nzuri na nimeiona.